uelewe ya kwamba unatakiwa kukubali na kuwasilisha maumivu. Watu wengi wanakuwa katika msongo mkubwa sana wenye madhara, kwa kuwa katika tukio ambalo limempata anakuwa kwenye kipindi cha kukataa tukio. Wataalamu wa saikolojia wanaita denial period. Hii denial wakati mwingine unaweza ukadhani inakusaidia, lakini haikusaidii, inakuua zaidi. Ndio, kuna mtu unaweza ukamwambia kapime pressure, anakwambia staki. Anakwambia kwa nini? Sitaki kujipa msongo. Anadhani kudinai pressure ndio kunamsaidia aishi kwa amani. Kumbe wakati ule anapoikataa pressure, na wakati ipo, anaendelea kupata shida ya kutanuka kwa moyo, kwa mpaka siku anakuja kuishughulikia, moyo umeshapanuka tayari. Anapambana na tatizo la pressure, anapambana na tatizo la kupanuka kwa moyo. Wakati kama angeli ikabili, akakubali kupima na akaambiwa ipo, akaanza kuikabili kwa njia sahihi. Hata ukipeleka hoja zako mbele za Mungu kumwambia akuponye pressure, unamwambia akuponye kitu ambacho unakijua. Utaona baadaye katika somo la siku hii ya leo. Kwa hiyo kukataa au kukwepa kukabili tatizo sio suluhisho, ni kama vile tabia. Mtu yeyote ambaye anaonywa, iwe ni katika watoto, vijana, kazini, kwa wanandoa, unakuta mwenza wako anakuambia, unajua wewe una changamoto ABCD, unatakiwa ifanyie kazi. Ukijikuta unakasirika na kujenga defense, unajenga njia ya kujitetea kweli kweli, hiyo ni dalili ya kwamba umefunga mlango wa kusaidiwa. Hata Roho Mtakatifu kama ana namna ya kukubadilisha tabia, ile nguvu ya kubadilisha tabia ambayo ni msaada wa Roho Mtakatifu haiwezi kuja. Hii nguvu inakuja kwa watu wale tu ambao wana ujasiri wa kukubali madhaifu walionayo ili wayakabili. Kuna kukubali madhaifu kuyamiliki, na kuna kukubali madhaifu kupambana nayo kwa njia sahihi. Ni vitu vile tofauti.